Asante sana mtazamaji ambaye umeichagua ZRA Online TV kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu kodi, hali kadhalika yale yote ambayo yanafanyika ndani ya mamlaka ya mapato Zanzibar. Watu tunakutana hapa kwa ajili ya kuyazungumza katika kipindi hiki cha ZRA Boardroom. Kama ilivyokuwa ada na kawaida, kwa siku ya leo tuko na mgeni wetu tayari katika studio hizi za ZRA Online TV kwa ajili ya kuyazungumza yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kumbuka tu kwa siku ya leo nini ambacho tutakwenda kukizungumza. Mimi nikwambie, baada ya mgeni kujitambulisha nitakwambia nini ambacho tutazungumza kwa siku ya leo. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Amir Alhaji, ni meneja division ya usajili wa vyombo vya moto na leseni ya dereva. Nashukuru kwanza kwa kunipatia nafasi hii kwa mara nyingine tena kuja kuzungumza na wananchi na watazamaji kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tunafanya katika division yetu. Asante. Na mimi ninayekuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo, mimi naitwa Yahya Saidi. Tutakuwa nawe kwa ajili ya kujifunza kile ambacho nimekwambia. Nitakwambia punde tu baada ya mgeni wangu kujitambulisha. Kama ambavyo ameshajitambulisha, nikwambie tu kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu dhana hii ya usajili wa vyombo vya moto. Mitaani mambo yamekuwa mengi, watu wamekuwa wanasikia mengi kuhusu gharama za kusajili chombo cha moto, lakini hapa leo tuko na mtaalamu mwenyewe ambaye atatuwekea wazi ili tuweze kuelewa masuala haya yanayohusu usajili wa vyombo vya moto. Meneja, kuna mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa amesikia hii dhana ya usajili wa vyombo vya moto. Kwa hapa mamlaka ya mapato Zanzibar, hii dhana ieleweke vipi na huyu ambaye anatutazama? Asante ndugu mtangazaji, na nadhani ni vizuri kwanza tuiweke wazi ama ieleweke kwa wananchi. Tukizungumzia vyombo vya moto tunakusudia nini? Maana mtu mwingine anaweza kuona vyombo vya moto akajua ZRA tunasajili mpaka ndege. Vyombo vya moto ambavyo tumekusudia hapa ni vyombo vya moto ambavyo vinapita barabarani, aidha barabara kuu au barabara za ndani. Na kwa sababu sheria ambayo tunaisimamia sisi inaitwa Sheria ya Usajili wa Usafiri na Usalama Barabarani. Kwa hiyo hata tukizungumzia chombo cha moto watu waelewe kama tunazungumzia vyombo ambavyo vinapita katika barabara ambazo tumezitaja. Sasa ndugu mtangazaji, vyombo vya moto ZRA tunavisajili kwa sababu ni kama kuvipa utambulisho, na namna tunavyosajili manake tunachukua taarifa la chombo husika kwanza, halafu tunachukua taarifa za mtu mwenyewe anamiliki chombo kama ni taasisi ama ni mtu binafsi. Kwa hiyo tunahusisha taarifa za chombo husika, tunahusisha kwa pamoja na taarifa za mtu binafsi, ndio tunapata usajili wa chombo cha moto. Asante ndugu mtangazaji. Tayari tumeshajua walau kwa uchache kuhusiana na maana hii ya usajili wa vyombo vya moto. Ni vyombo vya aina gani sasa ambavyo vinasajiliwa na mamlaka ya mapato Zanzibar? Vyombo ambavyo tunavisajili tumesema kwamba ni vyombo ambavyo vinapita katika barabara zetu. Gari, pikipiki, ni gari na pikipiki tu ndio vyombo ambavyo tunavisajili katika mamlaka ya mapato Zanzibar. Asante. Hivi vyombo sasa tayari umeshatutajia vile ambavyo vinapita katika barabara zetu, vyombo vya moto tunazungumzia huko. Tunataka kuona nani anapaswa kusajili chombo cha moto. Ndugu mtangazaji, sheria nimesema tunasimamia sheria ya usafiri na usalama barabarani. Hii sheria imemtaja anayehusika kuja kusajili chombo cha moto ni mmiliki wa chombo husika. Ni mmiliki ambaye ametajwa katika zile nyaraka za uingizaji wa mzigo. Lakini wakati mwingine inatokezea chombo kinamilikiwa na serikali, kinamilikiwa na taasisi, kinamilikiwa na kampuni. Sasa hawezi kuja kampuni yenyewe, hawezi kuja hapa au serikali yenyewe. Kwa hiyo anakuja mwakilishi kwa niaba ya taasisi, kwa niaba ya serikali, anakuja kusajili chombo husika. Lakini kama ni mtu binafsi basi anaweza kuja mwenyewe tukamsajili. Asante. Kama mtu binafsi unasema anaweza akaja mwenyewe tukamsajili. Tuanzie huku kwenye usajili huu. Kuna ndugu zetu ambao wanakuwa wananunua gari, labda anaagiza kutoka kwa kampuni ambayo inaingiza magari hapa, na yeye baadaye kisha kufika gari yake anakwenda kuchukua gari yake. Huyu usajili wake unakuwaje? Ndugu mtangazaji, kama tutarejea, nimesema sheria inamtambua ambaye ameingiza. Kwa hiyo lazima kwanza tumsajili ambaye ameingiza, halafu sasa kinachofuatia ni kuhaulisha. Kwa hiyo mmiliki wa pili lazima atafute taratibu za kuhaulisha chombo ili naye tuanze kumsajili kwa jina lake. Kwa hiyo lazima tumsajili mwenyewe ambaye aliingiza, halafu tunabadilisha umiliki kwa jina la huyo ambaye yeye ameuziwa, ama kuna taratibu zingine zote za kisheria zimepita. Tutamsajili huyo baada ya kwamba tushamsajili wa kwanza, halafu tutahamisha usajili kwa msajili mwingine baada ya kupata taratibu zote kukamilika.
Hizi taratibu zote za kisheria ndo zipi? Kwa mfano chombo hakina jina lako, mahakama zetu zinamilikisha mtu mwingine yoyote baada ya kukamilisha taratibu. Wakisha kujiridhisha kwamba huyu sasa hivi ndio mmiliki halali, basi wanampa vielelezo, na sana inakuwa ni hati ya kiapo, au kama waliuziana wenyewe basi kutakuwa kuna mkataba wa mauziano, ndipo hapo tunamuingiza mtu mwingine, kwa jina litatokezea mtu mwingine baada ya kwamba taratibu zote zishakamilika. Na kwenye kusajili vyombo vya moto kuna aina ngapi za usajili wa vyombo vya moto? Ndugu mtangazaji, usajili wa vyombo vya moto tunaweza tukagawanya katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni vyombo binafsi. Vinaweza vikamilikiwa na mtu binafsi au kampuni. Na huu usajili wake utakuwa unaanzia na namba Z, herufi Z kufuatia na tarakimu 3, halafu ukamalizia na herufi 2. Kwa mfano Z123 AB. Aidha kama ni ya kampuni au ya mtu binafsi. Lakini usajili mwingine ni vyombo vya serikali. Sasa serikali usajili wake unaweza kuanzia SMZ, utafuatiwa na tarakimu 3 ama 4, halafu kufuatiwa na herufi A au B, inategemea gari yenyewe ni aina gani. Kama ni gari ya mizigo basi itaanza SMZ tarakimu 3 ama 4, halafu itakuja B. Lakini kama gari yenyewe ni ya kuchukua mastafu tu ya kawaida, SMZ tarakimu hizo 3 ama 4 nilizozitaja, halafu inamalizia na herufi A. Lakini wakati mwingine serikali wanaweza kumiliki vyombo mashirika, wakawa na mashirika. Hasa kwenye mashirika usajili wake unaanzia SLS kufuatiwa na tarakimu kama zile za SMZ nilivyosema, tarakimu 3, halafu itafuatiwa na herufi A ama B kutegemea na gari yenyewe kama ni ya mizigo ama ya abiria ya kawaida. Lakini pia tunasema kuna usajili mwingine maalum. Kuna usajili hizi kutoka labda mashirika ya kimataifa, diplomacy, hawa usajili wao tunasajili kutokana na maagizo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hiyo sisi tunasajili chombo, lakini wao wanakuja na namba zao za usajili ambazo tayari washaziandaa, tunaziweka katika mfumo, tunapatia kadi ya usajili. Asante. Kuna watu wapo ambao wananunua vyombo kutoka kwa watu hapa vikisha kufika na kwenda ananunua. Hawa kwanza tuwaache. Tuje na hawa ambao ametoka zake huko, anasema nataka aendeshe kilomita 0 anaingia labda showroom, ananunua gari yake ama atanunua Honda yake kwa namna ambavyo yeye kile ambacho anakihitaji kwa wakati huo. Atapewa bila shaka baadhi ya vielelezo baada ya kununua. Ni vielelezo gani ambavyo sasa atakuja navyo hapa ama anatakiwa apewe ili akija hapa iwe rahisi kwake kuweza kupata usajili? Asante. Vielelezo ambavyo tunavitumia katika usajili, kwanza chombo chochote kikiingia nchini maana lazima kitakuwa kina zile nyaraka ambazo zimetoka TRA za uingizaji mzigo, atakuwa na release order, atakuwa na ile dispatch au certificate of custom clearance, lakini pia anatakiwa aje na certificate ya ZBS. Atakuja na ID yake yoyote kama ni Tanzania ama Zanzibari, kitambulisho bila shaka, kitambulisho, yes, inakuja kitambulisho. Lakini akifika katika ofisi zetu za mamlaka tutampatia fomu, atatakiwa kujaza fomu. Kwa hiyo itakuwa kuna hiyo full package ya hivyo vitu nilivyovitaja, kiongeza na hiyo fomu, ndipo hapo tunaweza tukamsajili huyo mmiliki wa chombo husika. Mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia ZRA Online TV, kumbuka tuko katika kipindi cha ZRA Boardroom na siku ya leo tunazungumza kuhusu usajili wa vyombo vya moto. Tuko na manager kutoka division ya usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva, ndugu Amer Ali Haji. Tunazungumza naye hayo na tayari ameshaanza kuyazungumza mengi kuhusu usajili huu wa vyombo vya moto. Manager, nirudi tena kwako sasa. Kuna mtu yuko anatutazama sasa hivi na amekuwa anaona mtaani, anaona tu vibati vya nambari, kuna kina rangi manjano, kuna rangi nyekundu ambayo imeandikwa labda kwa wino mweupe ama yale maandishi meupe. Hii nayo imekaaje? Asante sana. Hivi vyombo vimegawanyika, kuna vyombo vya biashara na vya matumizi binafsi. Vyombo vya matumizi binafsi, kwa mfano hizi gari zetu ambazo tunakuja nazo makazini au mapikipiki, mtu ambaye anatembea kwa shughuli za kawaida. Hizi kawaida usajili wake unachukua plate number yake usajili inakuwa ni nyeupe kwa weusi. Manake ile kibati kinakuwa kina rangi nyeupe lakini maandishi yanakuwa meusi. Ni matumizi ya kawaida kama ni gari au mapikipiki. Lakini kuna hizo biashara ambazo zimegawanyika katika makundi tofauti. Biashara inawezekana ikawa daladala, inawezekana ikawa gari ya kubeba wageni, inawezekana gari ya mizigo.
hizi zote tunaziita gari za biashara. Sasa kwa gari ya mizigo sisi usajili wake kibati cha usajili tunakipa namba ya njano, lakini maandishi yanakuwa meusi. Lakini kwa gari hizi za daladala kibati chake cha usajili kinakuwa chekundu, lakini namba zinakuwa nyeupe. Lakini gari za kubeba wageni kibati chake kinakuwa chekundu, lakini namba zinakuwa za njano. Hivi ndio gari ambazo usajili wa vyombo ambavyo tunavitambua hapa ZDRA ni vya biashara na vingine vya binafsi. Lakini pia wenzetu baada ya sisi kuvisajili hizi gari za biashara haziishii kwetu. Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani nao wanazipa ruti kwa gari za daladala, lakini hizi nyingine ambazo za mizigo kwa mfano labda za private hire hizi wanazipa sticker. Hata kamisheni ya utalii nazo wanazipa sticker, lakini pia sisi mamlaka mapato hizi za biashara nazo tunazipa sticker. Gari za utalii tunazipa sticker, kuna sticker kulipia kwa miezi mitatu, kuna kulipia kwa mwaka na miezi 6. Na gari za mizigo hivyo hivyo. Asante. Tumezungumza sana kwenye gari, tuje kwenye Honda hizi ambazo tunakuwa tunaziona mtaani maarufu bodaboda. Maana wengine hatuelewi kama hii ya biashara au hii sio ya biashara. Hizi tunazitofautisha vipi kupitia kibati cha nambari? Bodaboda za biashara nimesema plate namba zake za usajili zinakuwa nyekundu, lakini maandishi yanakuwa ya njano. Hivi kama tuvifuatilia vizuri hazina tofauti na zile gari za kubeba wageni. Nazo vile vibati vyao vinakuwa vyekundu, maandiko yanakuwa ya njano. Kwa tofauti kubwa ambayo unaweza kaiona, pikipiki za kawaida zinakuwa namba zake za usajili zinakuwa nyeupe, alafu maandishi meusi, lakini hizi kibati kinakuwa chekundu, maandishi yanakuwa ya njano. Asante sana manager kwa kutuwekea ufafanuzi huo. Sasa mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa, manager ameshajua usajili, aina za usajili, vibati vikoje, anataka kujua gharama zake zikoje kulingana na kila aina ya usajili ambao anautaka. Ndugu mtangazaji, usajili gharama zake tunaweza tukaziweka katika makundi matatu kwa manne. Kuna bei za magari, gari hata iwe kubwa hata iwe ndogo, gharama yake inakuwa ni shilingi 130,000. Lakini hapo kwenye gari ngoja tufafanue zaidi. Gari tumesema 130,000 gharama za usajili. Lakini kuna hizi gari nyingine zinakuwa zinataka, mtu mwingine anaanza kununua gari anataka namba fulani. Labda hizi trip 111, 222. Hizi gharama zake za usajili inakuwa tofauti kidogo na usajili wa kawaida. Hizi zinakuwa zina 280,000. Lakini pikipiki tunasajili kwa shilingi 75,000. Pikipiki, lakini kuna vile vyombo vidogo vile mopedi na vitude hivi, usajili wake gharama yake ni shilingi 67,000. Hizo ndo gharama za usajili ambazo tunazo ZDRA. Tumezungumza kwa gharama hizo za hivyo vyombo ambavyo umeshavizungumza hapo. Lakini kuna mwingine anakuja na gari yake. Wa kwanza yeye imeshatoka huko ambako imeagizwa, imeingia nchini. Baada ya kuingia nchini, anachokitaka yeye kwenye usajili wake moja kwa moja uende baada ya kufanya zile taratibu ambazo mtasajili nafikiri, halafu nataka lionekane jina lake kwenye kibati cha nambari. Hawa nao gharama zao zikoje? Asante sana. Kwanza tumesema gari, chombo chochote lazima kisajiliwe, kipewe nambari za kawaida za usajili. Halafu hiyo hatua nyingine inayofuata, kama mtu anataka kuweka jina, basi ukisema hapo nambari za kawaida za usajili, nambari gani unakusudia? Usajili kuna kitu tunaita ordinary number. Yaani zenyewe zinakuwa generated automatic, mfumo kiingiza tu zinatoka kwa kufuata series. Hizi namba za kawaida. Lakini kuna nambari ambazo hizi tumezizuia. Hizi tunazungumzia trip hizi 5544, hizi tumeziweka maalum. Ndio maana tukiziweka hata bei yake tumetofautisha na hizi bei ya kawaida ya 130,000, hizi trip na kwa 280,000. Kwa hiyo gari kisha kupewa nambari, huyu mtu ambaye anataka jina anaweza akaamua vitu vyote viwili. Anaweza akasema kwanza, mimi gari yangu nataka isajiliwe kwa trip. Usajili mpya tu kifanyika, tunaweza tukamwekea nambari akapata 333. Lakini mwingine anaweza akasema mistake trip, nataka usajili wa kawaida tu, ule kufuata series za kawaida. Lakini baadaye nataka jina. Kwa hiyo kama huyu mtu tunamzungumzia yeye amefuata utaratibu wa kawaida, series ya kawaida ya namba, kwa maana hiyo atalipia kwanza ile 130,000 ya usajili wa kawaida. Halafu atalipia gharama ya jina ambayo ni 500,000. Itakuwa 500,130,000. Lakini mwingine anaanza akaanza na trip. Nataka hizo 222.
Kwa hiyo utachukua 280,000 plus hiyo 500,000. Kwa hiyo unaona kuna tofauti hapa, ambaye anataka imeanze na hizo namba maalum za zile za mtiririko, alafu na huyu mwingine ambaye anataka namba hizo special number. Kwa hiyo hapo utakuta kuna bei tofauti. Kwa hiyo kama unataka, kama ulivyosema ndugu mtangazaji, uwe na jina, usajiliwe, kwa itategemea utataka vipi mwenyewe. Unataka triple au unataka hizo dinari za kawaida, ndipo hapo bei tutakupa bei kulingana na unachokitaka mwenyewe. Ya kwako ushaweka tayari ya 500,000 ipo kawaida. Ndugu mtangazaji, mimi hapa najichanga. Nikisha kujipata tu, na mimi na lengo kabisa mwaka huu, nadhani hautaisha, nategemea kuweka jina. Ni kitu kizuri, hata na watazamaji wetu nafikiri naona washawishi waweke jina. Jina ni nzuri, ukipita sehemu yote watu wanakutambua kwa haraka. Faida zake hizo sasa. Yes, faida yake ni unatambuliwa kwa haraka, huna haja ya kujitambulisha wewe. Kwa hiyo mimi mwenyewe hapa nikisha kujipata tu mwaka huu, nadhani hautaisha, nategemea kuweka jina. Ili mradi tu jina, tumesema jina taratibu zake kwamba usizidishe herufi 7. Kwa hiyo ni 7 kuja chini, ukiweka 2, ukiweka 3, ili mradi herufi zisizidi 7. Unaweza kuweka jina lolote na ukatambulika. Asante. Wewe mtazamaji ambao unatutazama, kama nawe unahitaji kutamba gari lako lionekane liwe na jina lako ama muonekano wote kwenye kibati ambao unautaka, lakini sharti herufi zisizidi 7, bila shaka leo utakuwa umeshaona wale ambao wanapita huko barabarani na vibati vya namna hiyo, gharama zake ndizo ambavyo kama amezungumza manager. Kumbuka tuko hapa katika kipindi cha ZRA Boardroom, tunazungumza kuhusu usajili wa vyombo vya moto. Tuko na manager hapa kutoka division ya usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva. Hapo nikukumbushe wewe mtazamaji ambao unatutazama, hakikisha kila unapofanya manunuzi unadai risiti ya kielektroniki ili kuchangia maendeleo ya Zanzibar. Kuwa mzalendo, kataa kuhujumu uchumi kwa kudai tu risiti yako ya kielektroniki kila unapofanya manunuzi. Lakini kwa sasa mamlaka ya mapato Zanzibar imerahisisha mawasiliano yake. Unaweza ukapiga nambari za bure pale ambapo unakuwa una swali ama unahitaji kutoa maoni kulingana na mambo yanayohusu kodi kupitia nambari ya 0800 712 533 0800 712 533. Lakini pia niendelee kukukumbusha kuhakikisha kwamba unafuatilia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana Zanzibar Revenue Authority, lakini pia Twitter, zamani kwa sasa ni X, zamani ni Twitter, kwa sasa ni X. Huko nako tunapatikana Zanzibar Revenue Authority. Lakini nimekwambia vijana na mengi ambayo mnayafuata kwenye mitandao. Wako ambao wanatumia TikTok. Mamlaka ya mapato Zanzibar haijamwacha mtu. Huko pia tunapatikana Zanzibar Revenue Authority. Bado tuko hapa na manager kutoka division ya usajili wa vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva. Tunaendelea kuzungumza naye kuhusu hicho ambacho yeye amekuwa anakifanyia kazi. Manager, kuna mtu ambaye tayari sasa ameshafanya usajili na harakati zake zinaendelea, bila shaka ameshafanya usajili, amepata kadi ya chombo chake, lakini pia na vibati vya nambari. Tuje hapa kwa huyu ambaye kadi yake imetokea mihangaiko imekuwa mingi, amepoteza kadi. Anafanyaje ili kuipata tena? Asante sana. Kama kadi ina jina la kwako wewe uliyepoteza, utaratibu ni kwamba kama ulipopoteza, hii utaratibu wake sasa na zile watu wanapopoteza vitambulisho vingine, unaenda katika jeshi la polisi kuripoti kwamba nimepotelewa na kadi yangu ya umiliki wa chombo. Wale wana draft za barua watakupa, utakuja nayo mamlaka, sisi tutakuprintia kadi nyingine, hatuna pingamizi na hilo. Lakini kama kadi ilipotea halafu haina jina lako, unajua mazingira yetu tunavyoziana gari hapa, tunauziana gari, tunapiana tu kadi. Watu wengi hawajibadilisha umiliki, kitu ambacho sio sahihi, na wakati mwingine kinasababisha hatu matatizo kabisa, kwa sababu wewe uliomiliki hiyo gari ni mtu mwingine na mwenyewe aliuza ni mwingine. Kwa hiyo unaitumia wewe, unafanya matukio wewe, kesi zinakuja za yule ambaye anaonekana yeye ndo anamiliki. Kwa hiyo kama gari haina jina lako, huwezi kwenda polisi wakakupatia barua. Kwa hiyo hii taratibu yake sasa utaanzia mahakamani wakajiridhishe na hicho ulichokisema kwamba hiyo gari unamilikiwe kwa wakati huo, alafu sasa ndio utakuja mamlaka hapa, tutakupatia kadi nyingine. Na kwa wale ambao tayari ana kibati cha nambari amepata, ima amekipoteza ama kimechakaa, utaratibu gani ambao anaweza akautumia ili kuweza kupata kibati cha nambari kingine? Asante. Kwa aliyepoteza, utaratibu wake ni sasa na hii kadi, utaenda polisi, utaripoti, watakupatia barua, utakuja nayo, tutakupatia plate number. Lakini sasa hivi tumeongeza kitu kidogo, kwa sababu wenzetu wa usafiri na usalama barabarani wale wana kaida ya kufanya mazoezi barabarani kuhakikisha kwamba watu wanapita barabarani ndio hao wanastahili kupita.
kuna watu wana makosa mbalimbali. Sasa wakati mwingine kwenye mazingira fulani inatokezea wale wanafungua plate number ili kutokuzuia ile gari. Ngine gari umekamata labda ina mgeni na ina mazingira yani ya kuiruhusu kwenda. Kwa hiyo wanafungua plate number, wanakaa naye kwa muda, alafu naambia njoo ufike ofisini. Sasa watu kama wale, ili kuwadhibiti wasije hapa wakachukua hiyo namba, wakati wenzetu kule washamzuia aende kwao, kwa hiyo tunakataa mpaka apite kule kwa husika, alafu na wao watampa barua, atakuja nayo hapa, tunampatia hiyo kadi. Lakini kwa yule ambaye kadi yake kama ulivyosema imechakaa, hana haja kwenda polisi, kwa sababu hiyo plate number imechakaa, huna haja ya kwenda polisi. Hiyo kadi plate number yako wewe unayo, ni kuja tu hapa mamlaka kuja kutuonesha plate number zangu ni hizi, naomba nipatie nyingine, na sisi tunakuprintia nyingine, lakini ulizokuwa nazo unaziweka kwetu, kwa sababu hutakiwi nazo mbili kwa wakati mmoja. Asante. Meneja, kuna hawa ambao mtu unakuta ananunua chombo chake cha usafiri, labda ana gari ama Honda, lakini bado hajakamilisha taratibu za kupata plate number ama hicho kibati cha nambari. Wanachukua namba za mtu mwingine yote, anaazima, alafu anaweka chombo, anatembea nacho. Madhara yake yakoje? Ndugu mtangazaji, madhara yake yanawezekana yakawa makubwa, kwa sababu mtu anapotumia nambari yako ya usajili, na tumesema nambari ya usajili ni utambulisho wako wewe. Kwa hiyo hujui huyu anaenda kuitumia katika mazingira yapi. Fikiria huyu ameenda kufanya uhalifu na wewe ndio umemruhusu kutumia hiyo plate number yako. Kwa hiyo wenzetu wanaofanya kazi zao hao, kwa hatua ya kwanza lazima waje watafute taarifa za mmiliki wa chombo hicho ni nani, ambao sisi tutawapatia, na kwa hatua ya kwanza manake utashikwa wewe ambaye unaonekana ndio mmiliki. Kwa hiyo unaweza ukakaa ukatumikia kitu ambacho hakikuhusu, hata ukija ukiprove kwamba wewe ndio hujafanya ile kosa pengine umeshakaa ndani zaidi ya miezi 3. Kwa hiyo ni kitu sio kizuri kumpa mtu plate number ambayo wewe ulikuwa umesajili kwa jina lako afu atumie yeye. Mshauri tu, kama anataka ana gari yake mpya, mwambie stahimili, aje sajili. Hapa namba zipo haziishi, aje sajili na tumpatie namba yako yake. Asante. Tukiwa tunaelekea ukingoni wa kipindi chetu kwa siku ya leo, meneja, wape neno vijana wa bodaboda ambao wanazitumia kwa ajili ya biashara, lakini plate number zao zinakuwa sio kile kibati chekundu. Kutumia plate number ambayo sio ulioruhusiwa kutumia, kwanza ni kosa na faini zake, kwa sababu wewe umepewa ruhusa ya kutembea na chombo kwa matumizi ya kawaida, badala yake unageuza matumizi unafanya biashara. Kwa hiyo ni kosa kisheria. Nacho washauri hawa watu, hizi namba zinapatikana wala hazina shida yoyote. Kama unajisikia kufanya biashara, njoo ZRA tukupatie namba unazostahiki. Kama za biashara basi tukupatie namba za biashara, lakini usishie ZRA, pia nenda kwenye mamlaka husika na wao wakupangie ruti, kwa sababu kule na wao wana hizi bodaboda wana ruti zao ambazo wenzetu wanatoa. Kwa hiyo usifanye kazi bila kuwa na mamlaka bila kuruhusiwa kisheria kufanya hilo jambo unalotaka kulifanya. Asante. Asante sana meneja kwa kuweka neno hapo. Nami nikwambie tu mtazamaji, kwa siku ya leo tumekuwa na mahojiano mazuri na meneja kutoka division ya usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva, tukiyazungumza hapa mengi yanayohusu usajili wa vyombo vya moto. Bila shaka wewe umejifunza, kumbe zile ambazo zinatembea mitaani ambazo zina majina, gharama yake umeisikia, 5,000,000, lakini pia wako wengine ambao inakwenda mpaka 5,130,000 ili kuendelea kutamba na kutambulika vizuri kabisa. Asante sana meneja kwa kuwa nasi kwa siku ya leo. Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji, na kama tulivyosema katika mada yetu kuna kipengele ambacho usajili tumesema ni mada pana. Leo tumezungumzia usajili peke yake, lakini tutenge muda mbele huko tujizungumzie issue ya uhaulishaji ama transfer. Na tumesema hili ndio eneo linagusa watu wengi wanakuwa wanalalamika. Kwa hiyo tujitueleze ni namna gani mtu anaweza akafanya transfer na athari zake za kutokufanya transfer, tunaweza tukazielezea. Na kushukuru sana. Asante sana. Bila shaka waandaaji wa kipindi wameyasikia hayo na naamini watayachukua kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Mimi niseme asante sana kwa kuchagua ZRA Online TV katika kipindi hiki cha ZRA Boardroom, ambapo kwa siku ya leo tumezungumza kuhusu usajili wa vyombo vya moto, na aliyezungumza hayo ni manager kutoka division ya usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva. Asante sana wewe mtazamaji, lakini asante timu nzima ya uandaaji wa kipindi hiki. Nyuma kamera ni Sharifa Sa Sharifa pamoja na Zainab Juma Sefu, bila kumsahau Abdul Shakur Ramadhani Simai. Mwongozaji wa kipindi ni Makame Khamis Mohamed. Bye bye. Lipa kodi, tulipe kodi kwa maendeleo Zanzibar.